Na mtazamaji na mgume kwa kifuatilia ilikuwa kinachoendelea katika runinga ya Citizen, tukiangalia ndugu zetu wanaotoka katika jamii ndogo walivyokuwa na kikao na Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samuel Ruto. Mengi ameweza kuzungumziwa kuangalia ni jinsi gani wataweza kuwezeshwa wale ambao wanatafuta elimu, na pia vile vile masuala ya kibiashara miongoni mwa masuala mengi, na pia vile vile masuala yanayofungamana na afya. Imekuwa ni siku muhimu sana kwao. Nami naamini kwamba wanapokuwa wanaondoka na matumaini ya kesho bora katika jamii hili. Lakini kwa hivi sasa nipe nafasi niweze kuwakaribisha wenzangu hapa studioni. Kutoka mkono wangu wa kulia mwisho kabisa Edward Rioba ambaye anawakilisha bunge la wazalendo, ambaye ndio katibu kule, na karibu yake ni James Ngugi ambaye ni dereva wa matatu hapa Nairobi. Alafu karibu yangu na mimi ni mchanganuzi masuala ya uchumi kaka yetu Martin Chomba ambaye tueleza mengi kuhusiana na masuala ya uchumi. Na pia vile vile karibu na mimi mkono wa kushoto ni mwenyekiti wa muungano wa bodaboda Charles Gishira, na baadaye anayemfuata karibu kule ni John Kamau ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Ng'aa. Mtazamaji, katika siku ya leo tuweze kuangalia jinsi mwaka ulivyokwenda. Maana mwaka ulivyokwenda tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba tuweze kukamilisha tukiwa tuko buheri wa afya. Lakini katika siku ya leo katika kipindi cha Maskani, hiki kinakuwa ni kipindi cha Maskani cha mwisho mwaka 2025, tukiomba Mungu atupe uhai na nguvu ili tuanze kipindi kingine katika mwaka wa 2026. Na tumesema kwamba hakuna anayepaswa kupewa heshima hizo za kipindi cha mwisho isipokuwa nyinyi mlio hapa studioni ambao mnawakilisha wananchi, ili tuangalie mwaka ulivyokuwa, masuala yaliyopewa kipaumbele, na pia tuangalie matarajio ambayo mlionayo katika mwaka unaokuja. Na ndio maana mko hapa kuwakilisha sauti za wengine ambao hawakuweza kufika hapa studioni. Kwa hiyo tukianza labda pengine na kile ambacho kimekuwepo kuanzia tulivyokutana kipindi cha kwanza mpaka sasa tunapomaliza kipindi hiki cha mwaka 2025. Edward Rioba, kama mtu ambaye unasema kwamba mnawakilisha wazalendo, ni yapi ambayo umeweza kuyaona katika mwaka huu ya kitaifa, ama umeweza kuyaona mwaka huu ambayo umeafiki ukasema kwamba haya sawa, na ni lipi ambalo ama ni yapi umeweza kuyaona ukasema kwamba kimtazamo wangu haya hayajakaa vizuri? Asante bwana Rashidi kwa mwaliko. Kwanza naanza kwa kusema hivi, mwaka 2025 ndio umekuwa mwaka mgumu kupita miaka yote ambayo sisi kama wananchi tumeangalia. Huu mwaka umekuwa mgumu kwa kila mtu. Unajua kuna watu wamelala njaa. Unajua kuna watu wameshindwa kulipia watoto wao skalo mpaka leo hii tunavyoongea na wewe. Yaani kumekuwa na changamoto nyingi kwa wananchi kwa mwaka huu kupita miaka yote. Sasa hatujui huo mwaka unaokuja utakuwa mzuri au utakuwa mbaya. Lakini kwa mwaka huu wananchi wamelia sana kupita miaka yote ambayo mimi nimeexperience maisha yangu yote. Kwa sababu ukiangalia kuna watoto wamekaa mpaka term 2 hawajaenda shule, na wengi wao wamefanya kejisea juzi. Kuna wale wamefikia stage mpaka kuna karo ziko kule shuleni hazijalipwa. Kuna wale walitegemea waone mabadiliko makubwa hasa kwa kipindi hichi na hawakukiona. Kwa mfano mimi mwenyewe nikisema mimi, unajua kuna vitu unaweza kunasema nataka hata walau ninunue shati. Kuna watu hawajanunua shati mpaka saa hizi, na shati ziko kwenye mtumba ni 100. Sasa unajifikiria upate shilingi 100 ununue shati, au upate shilingi 100 ununue sukuma wiki au mboga za majani watu wakale ndani ya familia. Huu ndio mwaka mbaya. Mwaka mbaya. Lakini kabla niweze kumleta James Ngugi, na utaniruhusu maana amekuja na hoja nzito, nitakuletea Martin Chomba, alafu kabla nimlete James hapo achangie. Kama ni tulivyopokea nchi, palikuwa na ile taswira ama mtazamo ya kwamba hali ilikuwa ngumu ya kiuchumi, na baadaye tukakiri kwamba kweli ilikuwa ni ngumu ya kiuchumi. Lakini ukiangalia mwaka jana, wacha mwaka jana na kauli za mwaka huu za serikali ni kwamba hali ile imeimarika, kwamba nchi imerudi mahali ambapo ni sawa pa kiuchumi na watu wanasonga mbele. Sasa ikiwa kauli zile ni za kuaminika, vipi unaposikia kauli zinazotolewa na Edward Rioba kwamba kimtazamo wao huu ndio umekuwa mwaka wenye makali na mwaka mgumu sana wa kiuchumi kwa wananchi ukilinganisha na miaka mingine? Asante Rashid kwa mwaliko huu. Na ni kweli kwamba kuna mambo tunaambiwa kila siku kwamba nchi inabadilika,
na inabadilika, na ni kweli kuna vitu zingine tu tunaona hata sisi kwa macho, vitu kama stadium zenye tunajenga, mabarabara zenye zinaanzishwa, hizo vitu zote zinafanyika kwa sababu huwa tunasema mgamu uwe lakini haki yake umpe. Zile tunasema tunaita macroeconomics, ama hii mambo kubwa ya kiuchumi ndio yanaanzishwa na tunapewa hope uko mbele. Lakini vile kunafanyika ni kama vile huwa napeana mfano kwamba siku ya Krismasi tukiwa watoto, mama yetu ama nyanya yangu alikuwa anatengeneza ama na prepare chapati. Na kila mtu wako very happy kwamba kuna chapati inatengenezwa. Lakini chapati huja ikaiva saa 10 ama saa 9 jioni. Hapo katikati kutoka asubuhi mpaka saa 9, nyanya lazima angefanya jitihada kwamba watoto wapate kitu ya kukula wakingojea nini? Chapati. Tukisema kwamba tutakula between leo, kuna chakula mzuri sana tunatengeneza yenye tutakula Jumamosi ijayo ama Jumatano ijayo. Huenda ikawa kwamba chakula itakuwa mzuri sana hiyo siku, lakini haitafika tukiwa hai. Kwa hivyo kwa saa hizi lazima tutafute kitu ya kufanyika. Kwa vile inafanyika, Rashid, ni kwamba ukiangalia uchumi, ndo uchumi kuna vile una stabilize. Lakini mahali una stabilizea ni mahali si hapa chini kwa mwananchi. Unapata kwamba yale makampuni yanatengeneza pesa leo, utapata kwamba ni benki ama zile makampuni tunaita international corporations. Na ukiona banki zinatengeneza pesa na watu wengine watengenezi pesa, zile biashara za rejareja, inakuambia kwamba kazi ya benki ni gani? Ni kuuza pesa. Kwa hivyo wananchi wa Kenya wanakopa, lakini hawakopi wakafanye maendeleo. Hawakopi waende akatengeneze biashara ama kanunue matatu, ama wanakopa wakule. Na sasa tukikopa ile pesa tunafanya recurrent expenditure, inakuambia kwamba sasa tumefika mahali sisi wananchi hatujali kuchimba hiyo shimo, hata bila kujua tutaiziba aje, kwa sababu lazima mtoto wangu wale jioni, lazima aende shule kesho. Na kwangu mimi ndo tuondoe hii hali na rai serikali kwamba vile tu tukafanya kodi ya kulipia hizi affordable housing na nini, tufanye mpango yenye tunaweza take care ama tunaweza chukulia majukumu ya raia ya kawaida. Kitu ikifikia ni chakula, hiyo si kitu inafaa kuwa inatatisha watu katika nyakati yenye tunaishi. Biashara za rejareja, nilisema siku nyingine kwamba tuko na zile tuna biashara dogodogo, tuko na 7.2 milioni 7. Tukifanya riba, tukifanya interest rate ikuwe chini, ikuwe kwamba mimi naweza enda kwa benki nikope, nipanue biashara yangu, kila mtu, hizo biashara 7.2 kila biashara iajili watu wengine wawili, tutakuwa tumeondoa 14 million wenye hawana kazi wamepata kazi. Hivyo ndivyo tutakuza uchumi. Na wakati tunangojea mambo kubwa yenye rais anatuambia, na tunajua kwamba ni ukweli tukaweza fika huko Singapore, lakini ndio tukafika Singapore, between saa hii na hiyo wakati tuko hai. Na bila shaka na kwa ni kama unakubaliana na Edward Rioba kwamba kweli kuna manufaa ama kuna mwelekeo mzuri wa kiuchumi, lakini ambao haumfaidi yule mwananchi wa chini kwa sasa hivi. Huko long term. Lakini kumbuka kuna rais, nitakuja kuuliza baadaye, rais alisema kwamba hataki kufanya ilivyokuwa kawaida. Kwamba haya ambayo mnaona kwamba ni ya juu yakisha imarika, hatutashughulika na chini tena. Pesa itakuwa inatembea na mwananchi wa chini ataweza. Tukiangalia chini baada ya mwaka tutakuwa tunalalamika vile kama wakati wa nyuma. Mtindo lazima tukubali kutofautisha ili tupate matokeo tofauti. Tukienda mambo yale ya zamani, matokeo yatakuwa. Nitakuja kupa nafasi. Rashid, mimi nitakujibu hivi. Rashid, nitakujibu hivi. Kwa hapo umeuliza hilo swali. Unajua kuna maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu. Sasa rais anang'ang'ana na maendeleo ya vitu, anasahau maendeleo ya watu. Maendeleo ya watu maana yake pesa mfukoni. Na vitu vikiimarika watu sasa inachukua muda kwa sababu ngoja nikutolee mfano Rashid na kutolea mfano, una mtoto anaenda senior 1. Sasa maendeleo ya vitu yanaendelea, lakini maendeleo ya watu hakuna. Huyu mtoto atasubiria miaka 3 ndio sasa mambo yatoke juu yaje chini. Ni jambo ambalo nafikiri linaweza kujadiliwa kwa sababu ni yai na kuku. Hatuwezi kulikashifu moja kwa moja, inaweza kwa sababu pia analenga kwamba labda nikiimarisha vitu mtu utakuwa bila shaka shamaliza hesabu. Hapo nao ni kweli, lakini yeye amejaribu kufanya kitu ambacho kwa serikali zilizopita hazijazoeleka.
hapo ndio nikasema mgamu uwe lakini haki yake umpe. Safi sana. James Ngugi, kama dereva wa matatu, najua kwamba ni mojawapo ya sekta ambayo ilikuwa ikizungumziwa na imekuwa ikizungumziwa sana serikali ya madarakani kwamba hawa ni watu ambao wanapaswa kuwezeshwa, hawa ni watu ambao lazima maslahi yaweze kuangaliwa. Ukiangalia mwaka 2025, nyinyi, maana unapozungumza dereva wa matatu, uzungumze ndani ya matatu, maana mna maisha nje ya biashara ya matatu. Hali ikoje kibiashara mwanzo ya matatu, alafu je, maisha nyinyi mmeweza kuyazungumzia vipi, yameimarika ama hajaimarika? Asante kwa kunipa hii fursa Rashid. Okay, sasa kuna changamoto sisi kama madereva tunapitia. Na huo mwaka kulingana na economy malikuwa imekuwa ni gumu sana kukidhi mahitaji ya pale nyumbani na kila kitu, kwa sababu tatizo la kwanza naweza sema bei ya mafuta ndio inafanya sisi wenyewe tunakosa hadi riski. Manake pale ukienda pale kwa stesheni ukiweka mafuta wajua ile pesa nayo yote yaenda wapi? Mafutani. Kwa hivyo pale kwa mshahara pale inakuwa ni mshahara mdogo, inakuwa ni changamoto kubwa sana pale nyumbani juu usipokuwa na kitu pale unajua pale support familia na nini inakuwa ni tashwishi kidogo. Naam. Lakini ukilinganisha bei ya mafuta wakati wa nyuma na sasa, hii ina nafuu ama haina nafuu? Haina nafuu, imekuwa ni gumu kabisa. Imekuwa ni ugumu, na hilo ndio linakuwa ni tatizo kabisa kamili ya magari barabarani. Kwa kama nyinyi wafanyabiashara wa matatu, unajua pale kuna target, kuna ile target unapatiwa, kwa hivyo kuhitile target yale mafuta yakiwa kwenye bei ikiwa juu inakuwa kuhitio target inakuwa ni tashwishi, na yeye investor pale na yeye yuangoja la zake, inakuwa ni gumu kurani mambo yake. Ili la mafuta kutoshuka la kulaumiwa rais kweli, Martin Chom? Sasa hapo nitaongea kama mwenyekiti wa chama cha wa mafuta nchini, na kuna kitu tunafaa kujua kwamba Kenya, nimesema mara mingi, hatuna ile tunaita petroleum industry. Ile tuko nayo tunaita petroleum logistics industry. Juu sisi hatuzalishi mafuta. Kwa hivyo mafuta tunapata kutoka nje. Kuna kitu imefanyika na ikatusaidia kwa nchi. Na hiyo kitu ni wakati tulileta ile program inaitwa G2G. Ile government to government procurement. Kwa sababu imefanya mambo mingi sana ikastabilize. Kitu ya kwanza ni dola. Watu wenye wanatumia mafuta, tunatumia mafuta ya about $500 million kila mwezi. Na sasa kila siku tulikuwa tunaamka kutafuta dola zinakosekana, bei ya dola inaanza kwenda juu, na kunaanza kukua na zile soko za dola zenye si halali. So uchumi unaharibika. Wakati walisema kwamba tutafanya G2G, ni kusema kwamba tutapewa mafuta na credit saa hizi, tutalipa miezi 6 ijayo, na sisi sio wenye tutabadilisha hiyo pesa ikuwe dola, ni mebenki, zile benki zinafanya. So imefanya kwamba dola ikastabilize, kwa sababu leo wakiachilia tu hiyo G2G, tuanze kutafuta dola kila siku, bei ya dola inaweza fika shilingi 160 kwenda juu, na hiyo itaadhiri kila mtu, kwa sababu mwenye anaagiza vitu kutoka nje, hata kama ananunua furniture ama anafanya nini, kwa uchumi wa Kenya utaadhirika. Kwa hivyo hapo wakati nasema mgamu uwe lakini haki yake umpe, hiyo imekuwa tick. Ukiangalia kitu ya pili ni kwamba hakujakuwa na ile tunaita international upheavals yenye huwa sisi inatufanya tukue na shock juu sisi hatuna mafuta yetu. Lakini nimekuwa nikiambia wenye wanashughulika na wizara ya mafuta kwamba hatutaendelea Kenya tusipokuwa na zile tunaita strategic reserves za mafuta, ndio tusikue na shock. Juu leo kufanyike kitu pale Iran, kuna mahali mafuta yetu upitia hapo kajia kadogo tu kameli kanaitwa Strait of Hormuz. Kukikuwa na shida ikuwe meli haipiti hapo, kesho yake hapa mafuta tunainunua 170, tunainunua karibu 200. So lazima sehemu za kuhifadhi, hatuna mahali ya kuhifadhi yenye inaweza zuia yeye kesho asinunue mafuta yenye imepanda bei. Na unajua sasa mafuta ikipanda leo, kesho anunue na shilingi 3 juu, hawezi kwenda kuambia mwajiri wake kwamba kama matatu huwa nakupatia 3000 per day, leo nitakupatia 2500. Kwa hivyo yeye ndiye atafinyika kwa mfuko yake. Lakini in terms ya stability ya mafuta saa hizi, unaona kwamba kutoka ile wakati wa 2022 kulikuwa na shida ya mafuta, haijajirudia tena, kwa sababu kumekuwa na mpangilio huo wa G2G. Na bila shaka nafikiri hapa tunazungumza na tukijaribu kuweza kuelimishana ili kuweza kuangalia hali ikoje. Ameongea Edward Rioba
Martin Chomba akafafanua zaidi, James Ngugi ameongea na pia Martin Chomba akajaribu kufafanua, manake ni sekta ambayo anaifahamu, kwa hiyo ni muhimu sana tupate jawabu kutoka kwake. Nikirudi nitakuwa na wakaribisha pia ndugu yangu John Kamau na mwenzake hapa vile vile Charles Gishira wazungumze mengi kuhusiana na yale ambao kwa ufupi tutatoa nafasi leo kama wana maskani tuzungumze, tupige darubini tunakotoka mpaka tulipo na tunapotaka kuelekea baada ya muda usio mrefu.